Bana Mkele anakutana na taarifa nzito ambazo hakutegemea kuzipata, na katika familia hii ya Wazulu basi Mkele alikuwa anategemewa sana kwenye upande wa kulenga shabaha. Sasa baada ya kufika anaambiwa, tulipanga vizuri kuwa na wewe katika mpango huu, lakini baada ya wewe kuondoka tulivamiwa, na baada ya kuvamiwa basi walikuja wakachukua pesa zote ambazo tulikuwa tumekwisha kuziiba. Huku wana wa Majola wao walikuwa wanaendelea kuwa na furaha sana kutokana na kile ambacho walikuwa wamekifanya. Walifurahia kwa sababu mpango wao ulikuwa umefanikiwa. Huku upande wa Malom leo tunaona anaonekana kuwa ana makovu, na baada ya kuonekana na makovu yale basi kuna kijana mmoja ambaye ni Wazulu anamuuliza, inamaanisha hizi ni Mkele ndo amekupiga? Lakini Malom alichomjibu, alimwambia tu, naomba usimwambie mtu yoyote kuhusiana na hizi taarifa. Baada ya hayo yote kuendelea, kulikuwa kuna tukio moja ambalo lilikuwa ni kubwa sana na la heshima. Wazulu wote leo walikuwa wanakwenda pamoja sehemu moja, na ubaya ni kwamba sasa hawa wana wa Majola na wenyewe walipata taarifa kwamba Wazulu wote wataondoka nyumbani na magari yao. Kwa hiyo wao wakawa wamesema kama wao wataondoka inamaanisha hakutakuwa na mtu nyumbani, kwa hiyo tunatakiwa kufanya jambo. Na kweli baada ya kuondoka tu Wazulu basi wa Majola na wenyewe wakafika. Walipofika wakaenda wakachoma nyumba moto. Cha ajabu ni kwamba yani wakati hao upande wa pili Mkele leo alikuwa anamvalisha pete Malom, lakini wanaporudi wanakutana na moto unawaka. Wakashindwa hata namna ya kufanya kwa sababu ni moto mkubwa na ndani kulikuwa kuna pesa na kila kitu. Sasa huku baada ya tukio hilo kuwa limefanyika, tunaona kaka yake Mkele anamwambia mdogo wake ya kwamba hautakiwi kuendelea kuwa na huyu mdada, pamoja na kwamba unampenda Malom basi hautakiwi kuendelea kuwa naye tena, unatakiwa kuachana naye, kwa sababu ukizingatia Malom kwanza ni mwandishi wa habari. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mambo yatakwenda kuharibika.